Toka! Sauda Hingala hingala isebele hingala hingala. Nini? Mke wangu, tumemalizana chumbani, tumezungumza, lakini tunaanza kukimbizana kama watoto hapa ndani. Shida nini? Tano, usiniambie mimi shida nini kama hujui chochote. Kila siku umekuwa ni mtu wa kuondoka asubuhi na niambia unaenda kazini, lakini sioni mabadiliko yoyote yale. Hebu nisikize mke wangu. Mimi naenda kazini, mimi ndio taifa la kesho. Kuna watu wananitegemea mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe ananishangaa. Kipawa nilichopewa mimi ni cha kufanya kazi. Kazi tu. Niache nifanye kazi, na nikifanya kazi nilete sasampa. Mke wangu, nikifika hapa mimi nanukia sasampa tu. Ukiongea chochote toa hela, chochote toa hela, sasampa. Niache nifanye kazi mke wangu. Bora utafute, ila usininyime haki yangu ya msingi. Yaani usininyime haki yangu ya ndoa. Maana nawaza ni kazi gani inayokuchosha kiasi kwamba ukirudi ndani huwezi kunipa mimi haki yangu ya msingi. Hebu tambua kitu kimoja mama. Mimi nafanya kazi. Mimi ndio taifa la sasa. Kesho mpaka kiyama. Mimi leo unayeniona humu ndani kama Goligota. Unaniona kama mwanaume ambaye sileti sasampa kwa wakati. Lakini mimi ndio tegemeo la watu. Nielewe. Haya, unafanya kazi. Kila siku tunagusa kwenye akiba. Kila siku hujaitoa hela zako kutoka kwenye mfuko saizi. Najiuliza ni kazi gani unayofanya ambayo upokee malipo hiyo? Kesho ndio siku ya kupata mshahara. Kwa hiyo kesho mke wangu tutakuwa na pesa ambazo hakuna mfano. Kwanza nashukuru Mungu, kadri siku zinavyozidi kwenda cheo changu kinapanda. Nazidi kuaminika kwa wale watu wasiokuwa wananiamini. Kesho nitakuletea pesa mpaka utastajabu, ya Musa kumuona Firauni. Mpaka utastajabu ya Yesu kupaa juu mbinguni na kuacha wanadamu wakishangaa. Yale aliyokuwa anayazungumza hawakuyasadiki kabisa maneno yake. Kesho ndio utashangaa kwa nini Pilato alichukua maamuzi ya kumwangamiza Yesu Kristo, na baadaye akaja akajilaumu baada ya mnara wa Babeli kugeuka. Kesho niamini mimi mke wangu, mimi ndio mfalme wako. Mimi mfalme wa Wayahudi, mfalme wa Yehova, mimi ndio mfalme wa kila kitu. Usio unaniona kichaa, niko sawa. Niache nifanye kazi. Na kesho mke wangu, ambacho sijakwambia, nenda kukuletea big TV. Wewe una switch like that. Tui. Kesho zile unalalamika nahitaji TV, nikikuletea big TV haukumbuki tena unyumba. Utaniambia mume wangu kafanye kazi. Kesho hiyo TV inatumia wifi. Hiyo TV mke wangu, chochote unachokitaka unakipata. Mtu wa mwisho kutumia hiyo TV ni Laila Odinga. Mshahara wangu wote na invest kwenye TV na kukata kilimi. Tunaweka hapa mpaka kule. Una switch like that. Mama, nakukumbuka sana. Life is a mess, no fun. Mdogo, yaani hapa najiuliza, sijui kwa nyumbani mama anaendeleaje. Kwani hajui kupika?
Sijui kwa sasa, maana tangu kifo cha mama yeye hajawahi kuingia jikoni. Zena mwanangu. Abe mama. Unajua kwenye haya maisha, jitahidi sana uwe na kiasi. Kwa sababu unaweza kumsaidia mtu, alafu mtu huyo anaweza akakugeuka. Alafu mtu huyo akaja akakuumiza wewe. Kwa hiyo kula chakula. Ukishiba niambie tuondoke. Na kama hujashiba, niwaambie wakuongezee ili tukitoka hapa tukamtafute babako. Sawa mama. Mama, hakika una upendo wa ajabu sana. Maana tangu kifo cha mamangu sijawahi kusaminiwa kama unavyonisamini wewe. Nashukuru sana mama yangu. Kujali na kuisamini furaha yako ni jukumu langu. Alafu pia wewe ni binti yangu. Endelea kula mwanangu. Kuna kitu najiuliza kichwani. Hivi huyu mdogo wake Sauda atatuelewa kweli? Kwa mfano kama kilichotokea hajataka kutuamini. Sasa nimewaza sana mambo mengi kichwani. Hii nguo itapatikana kweli mzee wangu? Nilikuacha jana pale kwa kupima uelewa wako na usikivu wako. Je, maneno nilokuambia umeyasikiliza na umenielewa? Kumbe sivyo kabisa. Sasa basi, tukienda kule, hata mimi nizungumze naye, atatuelewa. Sasa mzee, tuelewane jambo moja. Uwaga mimi sicheleweshi mambo. Si umeelewa? Yaani mzee tukienda akizingua na mpiga kelele moja na mfumua ya huku, akili yake inakaa sawa. Kwa sababu mimi nafanya msaada ili niwasaidie. Wao wananiona kama mimi mwenda wazimu. Mimi sio kwamba Sauda ndugu yangu. Nafanya msaada ili kuonea huruma, nafsi itulie kwa amani. Wao wanaletea uchizi. Mimi mwenyewe chizi kitambo. Sasa nitampiga ngumi moja inaitwa sugunyo au ndo ije. Nitampiga ubongo wake utakaa kama ubongo wa mandongo. Kupiga ngumi moja tu, chochote kinanyeseka. Acha haraka. Punguza kopi. Unayaleniambia nije kwa huyu baba kama mwenda wazimu. Wananitesa, sina wa kumwambia. Zaidi yako. Asante sana mama yangu. Hakika nimekula nimeshiba sana. Maana kule nyumbani sijawahi kula kwa amani kama hivi. Nashukuru sana mama yangu. Una haja ya kushukuru. Muhimu umekula chakula cha watu wakubwa leo, sio vijiko viwili vyenye hofu. Mama, hivi unajua kuna muda najiuliza sana, kwa nini mama mdogo ananifanyia haya yote? Hivi unajua mama mdogo aliolewa na baba kwa ushawishi wa mama? Lakini pia sijajua kwa nini anakatili kiasi hichi. Mwanangu, tamaa inaweza kumfanya binadamu kuwa mnyama. Usijali. Wewe endelea kusoma kwa bidii. Kwa sababu hiyo ndio silaha yako kubwa kuliko vitu vyote unavyovipigania. Tunaweza kwenda sasa. Naomba wenye mama watunze mama zao. Kila nikihitaji msaada hakuna ananielewa mama. Naomba wenye mama watunze mama zao. Kila nikihitaji msaada hakuna ananielewa mama. Shoga yangu, kama nilivyokuambia, Sandro amekuwa mwiba kwangu. Ananifanya nilie, ananifanya nipike. Amebadili kila kitu. Kweli kazi unayo. Tunafanyaje sasa? Au twende tukamweleze mgangangaza? Kama inawezekana ndugu yangu, ni bora kuliko kutafuta njia ambayo hatuna. Inatakiwa tupe suluhisho la kudumu. Sawa. Vipi lakini? Si unakumbuka yale maneno mganga aliyotuambia kuhusu gharama? Ya, nayakumbuka.
Wewe tu niambie tunafanyaje? Hebu tusiongee mengi, twende sasa hivi ili tuweze kuona kama anaweza kutusaidia kwa haraka. Huu sio wakati wa kupoteza muda. Sawa. Dada, samahani sana. Najua ni ngumu sana kutuelewa, ila kwa sasa hivi naomba utusikilize tena kwa mara ya mwisho. Nyinyi tena? Haya, mnajipia gani jengine? Binti yangu, sisi hatuna jipya, ni yale yale tu, ila tunaomba tusikilize kwa makini kabisa na utuelewe. Haya yote sisi tunafanya sio kwa ajili yetu na wala sio kwa ajili ya familia zetu, ni kwa ajili yenu nyinyi wenyewe. Sisi tunafanya kama msaada tu, ili tuweze kuwasaidia kumkomboa dada yako. Dada yako anateseka sana huko alipo, kumwona mwanae Zena akinyanyasika na mama yake wa kambo, kumwona mumewe akiwa chizi. Hahitaji hicho kitu, anahitaji familia yake ipate kuishi salama, ipate kuishi maisha mazuri. Aswa binti yake anahitaji mumewe arudi katika hali yake. Sisi tunaweza kumsaidia, ila msaada wetu unategemea na nyinyi. Mkishikiana sisi, basi tamsaidia shemeji yako, hata Zena pia, wote watakuwa salama. Naomba tuelewe. Kama ni yale yale, msinipotezee muda kabisa. Hebu sikiliza dada. Dada, yaani usione mimi nawahangaikia nyinyi. Mimi nahitaji kumkomboa huyu binti. Mimi nahitaji kumkomboa hadi baba yake huyu binti. Mimi Sauda nahitaji kumkomboa pia, hata kama nakufa nafsi yake ipumzike kwa amani. Usinione hapa, mimi nina mke mzuri kuliko wanawake wote duniani. Mke wangu ni mweusi na ni mrembo, ila nimeacha yote haya mpaka vitu vingine nashindwa kumkidhi mke wangu kwa sababu ya familia yenu nyinyi. Hebu nipeni muda. Hiki ninachoongea dada, nielewe, niko sahihi kabisa. Naomba unielewe dada, nielewe na kuomba sana. Sauda anateseka sana dada. Sawa. Sasa kama kweli ulimuona, naamini alikuonesha kaburi lake. Nataka unipeleke kwenye kaburi lake. Kaburi? Kaburi gani hilo? Yaani kumbe hilo tu? Sasa hilo si sawa na kumsukuma mlevi unamsukumia baa. Twende ukalione kaburi alipozikwa. Pale hamjazika mtu. Wakati mnalia, mnasikitika, Sauda alikuwa pembeni anawaangalia. Siku zote mama, mtu akifa kwa kudra za Mwenyezi Mungu huwa anakufa kiwalali na anazikwa kiwalali. Lakini mtu akifa kwa husda za wanadamu, basi mwili wake ndio utulia, ila nafsi yake huwa inakuwa pembeni ikiwatizama. Nafsi ya Sauda ipo. Twende ukaone ulipozika mgomba. Na Sauda mwenyewe huwaga anashinda kwenye hilo kaburi, anaona kama nyumba yake ambayo mmezika sio la milele. Twende. Ni kweli hamwezi kutuamini hivi hivi pasipokuwa na ushahidi. Tuongozane kwa pamoja, twende katika kaburi ili mtuamini. Sawa. Sasa naombeni mnisikilize mimi. Muda huu naacha kwenda kumtafuta shemeji yangu. Sasa ole wenu niende huko, afu mwe mnanizungusha zungusha huko, afu cha maana hakuna. Hapo ndipo mtanijua mimi ni nani, na muda huu nilopoteza mtaulipia. Usijali, ongozana na sisi. Mbona nachanganyikiwa? Kwani mnamaanisha nini? Usichanganyikiwe mama, baba yako atakuwa fiti kalikiti na mama yako atapumzika kwa amani. Let's go. Tulia binti yangu, nitakuelezea kila kitu. Acha kwanza twende huko.
Acha sasa tumuite. Vipi? Si unayakumbuka yale maneno? Ndio nayakumbuka. Sawa. Tukae mkao wa sala. Umfumu turagushaka. Turakune cyane cyane cyane. Umfumu turagushaka. Turakune cyane cyane cyane. Samani sana kiongozi wangu kwa kukusumbua. Nimeitikia wito. Mmeniita, mlikuwa mnasemaje? Nadhani mtakuwa mmeniamini. Hili ndio kaburi lenyewe. Nafikiri kupitia ushahidi wa kaburi mnaweza kutuamini sasa. Hapana, hii haitoshi mimi kuamini. Nahitaji kitu chengine cha kuamini zaidi. Mbona mnatupa mtihani? Ila sawa, sisi tubakia na njia moja tu, kwenda kwa mtaalamu. Tuongozane. Sawa, twendeni, ili mradi tu mnipe uthibitisho kama kweli nyinyi mnaonana na dada yangu. Udada kabila gani? Samahani sana Nurati, nilikuwa nahitaji tuweze kuzungumza. Najua haya ni mazungumzo yetu ya mara ya 5, lakini kiukweli leo ndio siku ya kwanza nikiwa na akili zangu timamu. Nakiri nilikuwa mtumwa wa pombe kwa muda mrefu sana yani. Lakini toka ulivyoniambia nichague kati ya pombe na wewe, nimeona kabisa kwamba wewe una thamani kubwa sana moyoni mwangu. Na mimi nimekuchagua wewe, na pombe nimeiweka pembeni mama yangu. Nakupenda Nurati. Unamaanisha nini mimi? Kusema ukweli nimeamua kuiacha pombe kabisa yani. Na sikufichi. Hii yote ni kwa sababu ya mapenzi ya dhati kwako. Lakini pia badala wewe kuona unanikataa na kuniambia kabisa kisa pombe, ndo hapo nilipopata majibu kwamba pombe sio kitu kizuri. Naomba unipokee. Nahitaji niwe wako mama yangu. Vizuri sana Neema. Yaani katika habari njema, hiyo ndio ya kwanza kutoka kwako. Lakini nataka utambue, kuanzia sasa upo kwenye kipimo. Kipimo gani tena iko? Jitahidi usinywe pombe kabisa. Sio wiki wala mwezi, bali milele. Nataka ubadilike kwanza kwa ajili yako, alafu kisha ndo ubadilike kwa ajili yangu. Ukisha faulu hayo, tutazungumza hatua inayofuatia. Ndugu yake Sauda. Najua kila kitu.
Mnataka tumfanye nini? Mnataka tumuoe au tumpe ugonjwa wa kumpesa maisha yake yote? Au unataka awe kijakazi wako? Vitu vyote vinawezekana. Ongea, unataka tumfanye nini? Naomba tumfanye awe kiziwi.